Leo tutakuwa tukiendelea na lile somo tukilimalizia juu ya maisha ya mama kabla ya ujauzito na akiwa mjamzito. Kwa hiyo ili tuweze kwenda vizuri, tutaweka mkazo kwenye kile kitu ambacho ndicho kinachowekewa mkazo, kukikinga. Tunataka tushughulike haswa na udumavu, kwa sababu tumeshaangalia maisha kabla ya ujauzito. Tumeshayaona kwamba ni muhimu mama aandaliwe kabla hajabeba mimba. Mama aandaliwe, ajifahamu kabisa kwamba yeye ndiye lile yai linalosubiriwa, likipevuka lirutubishwe, yeye ndiye mama wa familia yake. Yaani yeye anaweza kupanga ni aina gani ya watoto anataka kuwaleta duniani. Akiamua kuwaleta wale ambao wana afya, watoto viongozi wa kesho, watoto watakaotegemewa, watoto watakaojimudu hata kama yeye akiwa hayupo, lakini ni watoto viongozi wanaochangia katika maendeleo ya familia yake, ya ukoo wake, ya kabila lake na ya taifa lake. Uamuzi huo anao mama. Lakini akiamua pia kwamba ataleta watoto wadhaifu, wenye udumavu, watoto ambao hawajakamilika, watoto ambao hata ukiwaachia ulimwengu lakini hawatauweza, ukiwaachia fedha hawatazimudu, ukiwaachia familia hawataweza, watoto wategemezi, watoto ambao watakuwa ni mzigo kwa familia yake, mzigo kwa ukoo wake, mzigo pia kwa kabila lake, lakini mzigo kwa taifa lake. Uamuzi anao mama. Na ndio maana tunayaweka kwa wazi namna hii. Udumavu tulisema ni kitu gani? Pale unapomwona mtoto hakui, kimo chake ni kidogo kuliko umri wake. Japo yako mengine mawili, unapomwona uzito hauendi, uzito wake na umri haviendekani, havipelekani, na uzito wake na urefu havipelekani. Lakini leo nataka tushughulike hasa juu ya udumavu, kile kilichosemekana kwamba watoto wote wanaozaliwa Tanzania, wastani wao wa hao watoto 34%. Ina maana tukisema juu kidogo ya theluthi moja, zaidi ya theluthi moja ya watoto wa Tanzania ambao wako chini ya miaka 5 wana udumavu. Hasa ina maana nini? Ina maana kwamba makuzi ya ubongo pia yaliathiriwa toka tumboni. Makuzi ya seli za ubongo kwa kiasi kikubwa, inasemekana hivi, seli za ubongo mpaka mtoto akifika miaka 2 zimekuwa zile zinazotakiwa kukua. Kuanzia anapotungwa mimba mpaka hapo anapofikisha miaka 2, angalau zinatakiwa zote zile za kukua ziwe zimekuwa. Bilioni kama 86 ya zile neuron, seli za ubongo. Lakini huyu kwa sababu yeye ana udumavu, unaweza ukakuta ziko kwenye bilioni 40. Na kwa sababu zenyewe ndizo zinazokomandi kazi zote za mwili wako, ndizo zinazokomandi, ina maana kwamba kuna uwezekano huyu mtoto hata akawa na mapungufu kwenye namna figo inafanya kazi ukubwani, kwenye namna liver inafanya kazi ukubwani, kwenye namna kongosho inafanya kazi ukubwani, kwenye namna moyo unafanya kazi ukubwani. Ina maana toka amezaliwa tayari ana viashiria vya yale tunayoitwa magonjwa sugu. Maana ubongo ndio control center, na seli za ubongo zisipokuwa vizuri ina maana zimedumaa, na ina maana kwamba huyu mtoto atakuwa na matatizo ya kiakili, atakuwa na matatizo ya kitabia yasiyorekebishika. Ina maana umemleta mtoto ambaye pasipo kujua, pasipo kurekebisha, ina maana huyu mtoto ni shida. Maana hata ulipokuwa mjamzito pia haukuweza kurekebisha mambo fulani fulani. Kwa hiyo udumavu huu wa mwili unaoonekana ni udumavu pia moyo wake haujakuwa vizuri, ni udumavu wa seli zote za mwili. Ina maana kwamba uwezo wa kiakili wa huyu mtoto ni mdogo. Akiingia darasani, maisha ya darasani atakuwa ni mazito, atakuwa na learning disabilities. Yaani yeye hesabu zinampiga chenga, yeye maisha ya darasani ni shida. Lakini pia
hata kama akikua, hata shughuli za kimaendeleo, ukimpa kilimo kwake ni shida, ukimpa biashara ni shida, na utendaji wake utakuwa ni hafifu kote kote. Huyo mtoto atakuwa na maradhi ya mara kwa mara kwa sababu ya huo udumavu. Atakuwa na matatizo ya kitabia. Ndugu zangu, mnaona kabisa jinsi gani ambavyo kuna kile tunachokiita mmomonyoko wa maadili. Tunauona kwa macho yetu sasa. Kawaida mtu akiwa na ubongo ambao unafanya kazi vizuri, anakuwa mwanamke tunamjua ni mtu anayeona haya, anajificha akiwa uchi. Lakini sasa hivi tunaona kwamba tuna kizazi cha watu wanaoshangilia wakiwa uchi. Utakubaliana na mimi kwamba hapa katika nchi yetu ya Tanzania sasa hivi kuna watoto wanaoamka, mabinti ambao wanajiita labda pia ni wasomi kidogo, anaamka anapiga picha akiwa uchi, anaiposti uchi. Hicho kitu mnakijua? Mnakijua? Hebu fanya hivi. Nakijua. Anaamka, anaoga. Akimaliza anajipaka mafuta na kujiweka marashi. Sijui kama hiyo picha inaonaga marashi. Alafu anapose piu, lakini uchi. Alafu anapose uchi, alafu anageuka huku tena, alafu anaiposti na kwake ile. Ngoja nikwambie, kizazi hicho kawaida ukimwona mtu aliyeko uchi, ukifika namna hii ukiona mtu huko uchi, unasema ups, unageuka pembeni, maisha yanaenda. Lakini ukiona uchi unashtuka, unakaa mbali na huo uchi, unakimbia. Lakini kuna kizazi cha watoto, vijana wetu wanaoamka asubuhi, yeye hata hajanawa, hajapiga mswaki, anakimbilia simu ili akaone uchi. Kwa hiyo toka ile picha imepostiwa, ikifika sekunde 10 tayari kuna 10 million viewers walikuwa wanatafuta uchi. Na hiyo inakuonyesha kabisa kwamba kuna shida. Kuna shida si tu katika maadili, lakini kuna shida ya tabia ambayo huwezi kuirekebisha. Yule hata umwambie wacha, ukimwambia wacha ndio anakwenda. Sasa kizazi hicho kwa sababu hakijimudu, kina shida ya kitabia. Kwake mtu mzima ni nani? Hawana shida na umri wa mtu. Yaani umri si shida. Kwao wote watu ni sawa tu. Na ukimwangalia unafikiri amevuta bangi, hana bangi aliyokula, lakini seli zake za ubongo hazijakuwa kufikia mahali ambapo zinajitambua. Kwa sasa hivi katika karne hii imetokea hata usemi unaosema eti jitambue. Kuna msisitizo wa kutaka watu wajifahamu. Kwa maana ni kwamba kama yule mtu atashindwa familia, atashindwa masomo, atashindwa shughuli za maendeleo, ina maana yule mtoto atakuwa maskini. Kwa hiyo utakuwa umeleta mtoto ambaye hawezi kujimudu. Na kama atakuwa maskini, atachangia kwenye takwimu za umaskini. Lakini ni kwa sababu tu mama hakula vizuri kabla na hakula vizuri wakati akiwa mjamzito, yule mtoto katika 34% ya wale ambao wana udumavu, yule tayari ameingia kwenye takwimu za umaskini katika nchi ya Tanzania. Lakini pia atakuwa tayari na magonjwa ya uchakavu. Yule mtoto atakuwa ni mzigo kwa jamii yake, lakini atakuwa ni mzigo, ni changamoto kwa taifa. Ni wale watoto watakaoona kwamba kuna vitu shortcut. Kuna watu wanaamka asubuhi, amevaa vizuri, anataka kubeti. Anaona kwamba kubeti ndio maisha, yani hapo ndio. Kuna watu wanaona ni afadhali akaolewe na jamaa fulani hivi mtu mzima kwake ili aendelee kumlea. Maana hawezi kuona kama anaweza akapambana na maisha kwa namna yoyote kama vile mtu anavyoweza kupambana na maisha. Kwa hiyo kuna watu ambao wanakuwa ni shida. Lakini hili ukishakuwa ni taifa lenye hao wadumavu, hebu piga picha miaka 20 ijayo. Kama hii hali isiporekebishwa, ina maana utakuwa na kizazi cha viongozi wadumavu wanaoongoza wadumavu. Kama taifa inakuwaje hiyo? Inakuwa ni shida. Mtoto wa kike anatakiwa alishwe vizuri kama malkia. Anatakiwa yeye akumbushwe kila siku. Sasa hivi unakuta mtu hataki kula mboga, hataki kula maharage, hataki kula matunda. Yeye anataka achukue chips na kidole namna hii,
aende akakiwekeweke akakitowelee kwenye chumvi, akalambelambe chumvi, vipisi viwili vimeisha. Kwa hiyo tayari hata sasa kuna akina mama wajawazito ambao wao wenyewe wana uzito mdogo kuliko uzito wanaotegemewa kuwa nao wakiwa wajawazito. Kwa hiyo lazima wale wataleta njiti, itakuwa ni shida kwao kuzaa watoto wakubwa. Kwa hiyo mama huyu kabla hajabeba ujauzito akumbukwe. Wakati mwingine huwa nikiongea na vijana huwa nawaambia, sikiliza, usiwe na haraka. Kabla hujamwambia binti nakupenda, fanya hivi. Waite tu mabinti hao wote. Amua tu kujitoa ufahamu. Nenda kawaweke hapo, waambie kila mtu aode anachotaka. Ukimuona huyu kaenda kwenye soda, weka moja kichwani. Ukiona kachukua chipsi, ni weka moja kichwani. Ukiona ameenda kwenye wali, weka nyingine kichwani. Ukiona vipi wote wameodaoda vitu vya kisasa sasa, ondoka. Waachie hata hiyo bili. Maana sikiliza, watakuletea shida. Watakuletea watoto mzigo. Hawa ndio wale ambao yani akibeba mimba leo, taifa lote linajua kwamba yule kabeba mimba. Kabla hajapimwa, taifa linajua. Kwa vipi? Anaumwa vitu vingi. Ana mapungufu karibu ya yote. Hana damu. Yani mimba ina wiki ngapi anaenda kujaziwa damu. Jamani njoni tukamchangie damu, mke wa fulani ni mjamzito. Yani anapigwa kitandani. Yani ujauzito wewe sio ugonjwa. Mama zetu walijifungulia shambani. Mama zetu walijifungulia sokoni. Mama zetu walijifungulia huko kazini. Kwa nini? Anapiga maisha kama kawaida. Nani anayejua hiyo story? Nani anayefahamu hiyo maisha ya enzi zetu sisi? Yaani mama anaondoka asubuhi na jembe lake hapa, mnasikia mtoto nya, anarudi kutoka shambani na mtoto. Sasa hivi ni ugonjwa. Ulimi wote unatoka. Yaani wakati mwingine sio kama ni makusudi. Pamoja na akimuona pia ni sasa lipi jema? Ukiona chakula cha maana, nataka chipsi. Shida sana. Kwa hiyo mtoto huyu wa kike aelezwe na akumbushwe kwamba yeye ndiye nyumba wa kulea, lakini apange. Sikilizeni kitu kimoja, huwa ninawaambia pia watoto wa kiume. Zamani ilikuwa inatumwa jopo kule unakoenda kuoa. Hawa ni watu wa namna gani? Walikuwa wanachunguzwa. Je, ni watu wana kifafa? Je, hawa watu ni wachawi? Je, jamii inasemaje? Jamii nao wazunguka inasemaje? Sasa hivi mnakutana barabarani, hamjakaa sawa, tayari mko. Sikiliza, utakuwa umechukua mzigo bila kujua. Akina mama wote, awe ameolewa, ataolewa au hataolewa, awe atapata watoto au hata watoto, yeye ni mama wa taifa lake. Na kwa hiyo akiandaliwa hivyo, atachukua majukumu. Hebu tuangalieni mifano kwa wanyama. Mwangalieni nyuki. Nyuki malkia anachaguliwa toka likiwa yai. Linachaguliwa lile ambalo ndilo bora zaidi. Mchwa, utalinganishaje akili yetu sisi na mchwa? Linachaguliwa toka mapema. Linalishwa, linatunzwa, Sikilizeni, lakini kwenye hawa dudu nao hawachagui tu mwanaume ovyo ovyo, maana naye pia anataka mbegu iliyo bora. Ukicheki kwa nyuki ni lazima mpambano utokee. Hata wewe mwanamke, kwa sababu kinachochangia huyo mtoto ni yai na mbegu, na wewe pia fanya vipimo vyako, ili na wewe usije ukajikuta tayari unapewa mimba na mwanaume anatoka kwenye ulevi. Mtu ametoka zake kulewa. Sikiliza, yani glasi moja ya pombe inakaa tumboni kama kwenye mwili wako kama masaa matano. Inasababisha viungo vyote na kazi zote zina slow down. Seli zote mpaka hiyo mbegu na yenyewe ina slow down. Kwa kitambo hii mbegu isafiri, haisafiri kwa mwendo wa jeti unaotakikana, piu imefika. Haisafiri hivyo. Kwa hiyo tayari wewe unamkuta. Ndio maana inatakiwa kupata ujauzito mpange.
Haleluya. Msiseme ni bahati mbaya na msikurupuke. Angalieni kuku, angalieni paka, angalieni wanyama. Mkiwaangalia wanyama wote wanashindana, mbegu iliyo bora ndio itoke, na yai linachekechwa kwanza. Ng'ombe aliyelishwa vizuri akatunzwa vizuri ili na yeye alete kilicho chema. Wanadamu tunakosea wapi? Mbona sisi ndio tunaotunza dume la mbegu, tulilishe ili kijiji kizima kipeleke ng'ombe wake wakapandwe pale, tena unalipa ng'ombe wako apandwe. Kama akina baba mngeweza kutunza, mkatunza vizuri, mkala vizuri, kila mbegu ambayo ingekwenda kurutubisha yai ingekuwa ni ile iliyo bora sana. Sasa ngoja nikwambie, kwa mama anapata mapungufu mengi akiwa hajala vizuri. Ndio hiyo unakuta anatapika tapika, unamkuta anaumwa, anakuwa na upungufu wa damu kwa sababu ana mapungufu ya madini, ana mapungufu ya madini chuma, hana iodine, hana calcium. Ndio unakuta sasa anapata shida. Lishe duni husababisha mimba kutoka. Mtakubaliana na mimi kwamba mabinti wanaopata mimba nyingi, anapata mimba 4, 5, 6 bado hajashika mtoto. Mimba nyingi zinatoka lishe duni. Lakini pia mimba kufia tumboni imekuwa ni kitu ambacho kinaendelea kwa kasi. Kujifungua mtoto njiti, hiyo ingetakiwa sasa hivi isiwe kwamba nchi ya Tanzania kwa sababu ina utajiri wa chakula, kwamba bado kuna watoto wanaozaliwa njiti kwa sababu ya lishe, kwamba kuna mimba zinazotoka kwa sababu ya lishe, kwamba kuna watoto wana udumavu wa akili kwa sababu ya lishe. Maana nchi ya Tanzania tumebarikiwa, tunacho chakula lakini hatujui kula. Eti mdomo sungura ni kwa sababu ya matatizo ya lishe, na hayo yameongezeka. Utindio wa mbongo kwa sababu tu ya lishe. Hiyo sio sawa. Matatizo kwenye uti wa mgongo. Mtoto anazaliwa tayari na mapungufu ya kusikia. Mtoto anazaliwa tayari ana shida na matatizo ya kuona. Anazaliwa akiwa mnyong'onyevu, hakui vizuri. Huyu mtoto anazaliwa anakaa kidogo anakufa, lakini sio ugonjwa kwa sababu ya lishe. Sasa tishu zinakuwa na shida, mapafu yanakuwa na shida, lakini tu kwa sababu ya lishe. Mama mjamzito au mwanamke yoyote si sawa akinywa pombe. Sio sawa akinywa pombe. Nisikie hata wewe uliyekaa kwenye baa saa hizi. Sio sawa mwanamke tena anayetegemewa kesho atakuwa ni mama fulani akinywa pombe. Mayai yako tayari yako tumboni. Unavuta sigara, unakunywa pombe. Hiyo madhara imeenda huko kwenye mayai. Wanaume, chunguzeni kwanza. Mkiona anakunywa pombe, anavuta sigara, sio huyo. Atakuletea shida kwenye mapafu ya mtoto na ubongo wake. Mtoto atakuwa na learning disability, atakuwa njiti, mimba inaweza ikatoka, mtoto anaweza akawa na matatizo ya kitabia, mtoto anaweza kafia tumboni, mtoto anaweza akawa na makuzi mabaya, mtoto anaweza akawa mlemavu kwa sababu tu mama anakunywa pombe. Mabinti wetu wengi wanakunywa pombe. Ni muhimu kukumbuka elimu ya jadi. Kwa nini zamani shangazi na mjomba na mabibi na mama mkubwa watu walikuwa wanashughulika na binti mmoja? Kwa nini hayo mambo tumeacha kila mtu mwenyewe? Hasa mama mwenye kuzaa mtoto naye ameshindwa. Turudini jamani, tukaangalie ni kitu gani familia, jamii nzima ihusike na huyu mtoto wa kike ili aweze kulishwa vizuri, lakini aandaliwe kabla na akiwa ameshapata ujauzito. Kwa sababu kuna vyakula tunavijua ni vizuri, kweme, fiwi, nafaka nzima, mboga, matunda. Nini kinachokushinda kula mtama na uwele? Nini inakuwa shida kula maharage na mbaazi? Mbona tayari samaki zipo na dagaa? Nini inakuwa shida? Ndugu zangu, kwa sababu tunacho chakula. Kwa nini uingie kwenye takwimu zisizofaa? Hizo takwimu za udumavu ikiwa unaweza kuziepuka, kwa nini unaingia kwenye takwimu zisizo zako? Hebu Mungu na afungue ubongo wako, lakini tusaidiane wote.
Mungu na atubariki. Tazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka, tukitazama uso